Munalava ametoa taarifa mbaya ambayo imetikisa taifa la Tanzania na kuzua taharuki miongoni mwa wananchi. Ujambo na karibu kwa taarifa zetu za Kenyascope, na ikiwa wewe ni mgeni hapa, kumbuka kusubscribe. Taharuki imetanda mitandaoni baada ya mrembo maarufu wa Tanzania Munalava kuchapisha ujumbe mzito uliojaa majonzi na hasira kali kufuatia kuenea kwa video inayoonyesha mtu akiteswa kikatili hadi kufa akiwa amefungwa ndani ya kiroba. Ujumbe wake uliosambaa kwa kasi umepokelewa na hisia mseto na maelfu ya watumiaji wa mitandao ya kijamii na umeibua mjadala mkubwa kuhusu hali ya usalama na utawala wa sheria nchini. Katika chapisho hilo, Munalava alionyesha kuguswa na tukio hilo kwa undani, akilitazama kama ishara ya kupoteza kwa utu na huruma miongoni mwa jamii. Aliweka wazi kuwa kilichomsukuma kuzungumza ni masuala ya kisiasa, ama si masuala ya kisiasa, bali ni maumivu ya kibinadamu kutokana na ongezeko la visa vya watu kutekwa, kupotezwa kwa kuuawa kikatili katika mazingira ya kutatanisha. Munalava aliorodhesha majina ya baadhi ya waathiriwa waliowahi kuripotiwa kupotezwa au kuuawa, akiwemo Daniel Chonchorio, Mbishi Paul, Ali Kibao na mwanaharakati Mdude. Kwa mujibu wa maelezo yake, baadhi ya waathiriwa hao wamepatikana wakiwa wamefariki dunia na miili yao ikitupwa kwenye mifuko, huku wengine hadi sasa hawajulikani walipo. Kauli hii imechukuliwa kama sauti ya ujasiri na uwakilisha maelfu ya Watanzania wanaoendelea kuishi kwa hofu, huku imani yao kwa vyombo vya dola ikizidi kudorora. Wengi mitandaoni wametafsiri hali hiyo kama ishara ya kushuka kwa imani ya umma kwa taasisi za ulinzi wa usalama ambazo zinapaswa kulinda maisha ya wananchi, lakini zinashutumiwa kwa ukimya unaoambatana na matukio ya kikatili yaliyoripotiwa mara kwa mara. Munalava pia alilalamikia kile alichokiona kama ukosefu wa uwajibikaji na hatua za haraka kutoka kwa serikali na vyombo vya dola, akieleza kuwa licha ushahidi na malalamiko kuendelea kusambaa, hakuna hatua dhahiri zinazochukuliwa dhidi ya wahusika. Kauli hii imezua maoni makali, baadhi ya watu wakimtetea wakisema kuwa anasimama upande wa haki, huku wengine wakiona ni mwito wa kizalendo kwa mamlaka kuhakikisha usalama wa wananchi. Aidha, Munalava alionyesha mshikamano wake na familia waliopotezwa, akisisitiza kuwa si lazima mtu awe na jina kubwa au nafasi ya kisiasa ili apate haki. Alisema watu wote ni binadamu wanaostahili heshima na ulinzi sawa wa maisha yao, akiongeza kuwa baadhi ya matukio haya huenda yakatumiwa ama yanatumiwa na watu wenye nia ovu kuharibu taswira ya serikali, lakini hilo halipaswi kuwa kisingizio cha ukimya wa vyombo vya ulinzi. Mwisho ujumbe wake alisisitiza kuwa amesimama na familia zote zilizopoteza wapendo wao na akaomba Mungu kuilinda Tanzania, akihitimisha kwa maneno mazito ya matumaini na haki kwa wote waliotekwa. Ujumbe huu umepokelewa na kwa wingi na hisia mtandaoni, wengi wakimtambua Munalava kama sauti ya ujasiri katika kipindi ambacho taifa linakumbwa na maswali mengi kuhusu usalama wa raia na wajibu wao wa vyombo vya dola. Huu ni mtazamo wa Kenyascope kwa habari makini na zenye uzito kutoka Afrika Mashariki. Endelea kutazama, kusubscribe na kubonyeza alama ya kengele ili upate taarifa mpya kila siku.